alimuingia. Yaani baada tu ya kupewa tonge hivi tayari shetani akaingia. Alipoingia ndani ya Yuda shetani, Yesu anamwambiaje? Basi Yesu akamwambia, Yesu anamwambiaje Yuda? uyatendayo yatende upesi. Yatende upesi. Kumbe chakula kikishaingia ndani ya mtu, kuna uwezekano shetani akaingia. Kuna uwezekano ugonjwa ukaingia. Kuna uwezekano ajali ikaingia. Lakini ni baada ya kula tonge, ni baada ya kula chapati, ni baada ya kula chipsi mayai, ni baada ya kula nyama. I say, unajua hata leo nilipokuwa nimekuja hapa asubuhi nikafanya maombi, baadaye nikaondoka. Siku jana tulisikia kale kakengele kandende, nikajua msiba, si msiba wapi. Kumbe msiba uko mahali pale. Sasa wakati natoka hapa nikakuta pale sasa watu wamejaa. Kwenye angalia zangu tayari nikaona ng'ombe ameshakufa tayari hapo. Yani ukitaka kuona ng'ombe ni msibani. Wakati wewe ni mgonjwa ng'ombe huwa hapatikani. Huwa ni adimu. Nikajifunza bado kitu kwamba yawezekana pengine ungeenda kuulizia pale, ungeambiwa mgonjwa alikosa hata huduma fulani, lakini ng'ombe amekufa tayari pale. Kule tulikoenda sisi kule Kasamwa walichinja ng'ombe 2. Ndugu yangu, nyama ya msibani ni tamu. Watu nikashangaa tu watu wa mjini ambao walikuwa wameshatoka kama hivyo Dar es Salaam wapi, nikashangaa tu wanaondoka huko kwenye mimi sikuwa nataka kujihusisha na chakula. Nikauliza, vipi, mbona mnatoka huko? Acha bana. Watu wanagombania nini? Nyama. Alafu inaonekana kumbe kule ni kama walijiandaa kabisa hivi. Yaani tulibu liabize tu. Kwa wana kijiji ndo walikuwa wameteka umpiti. Watu wa mjini wakaona sasa uvurugu hizi kwa sababu ya nyama, wakaondoka. Nyama inaweza ikaleta matatizo. Nyama inaweza ikaleta pia baraka. Unakumbuka wakati ya Isaka anataka kufa, akamwambia kijana wake Esau, nenda ukanitafutie nyama. Chukua upinde, nenda porini ukawinde, uje unitengenezee chakula ambacho ninakipenda, nile nikubariki. Akaondoka kwenda porini. Kumbe mke wake akasikia, akamwambia kijana wake Yakobo, haya ndio majira yawe kubarikiwa, kwa sababu mzee anataka kukubariki, anataka kuachilia baraka, lakini anataka kuwa na chakula kwanza. Ndiposa Yakobo akamwambia mama yake, sasa nifanyeje? Mama akamwambia, sikiliza, nenda hapo kwenye kizizi, kachukue kondoo 2 wale walaini, uwachinje, halafu nikutengenezee, umpelekee mzee chakula kabla hajarudi ndugu yako, uwe tayari umeshampelekea mzee akubariki. Akafanya hivyo mama yake. Alipomaliza akamwandalia, akampelekea. Alipompelekea akala kile chakula, mzee akafurahi, akasema, mwanangu sogea sasa, nataka nikubariki. Akaanza kumbariki. Alipotoka tu hivi kwa mzee, Esau naye akaja na chakula. Mzee sasa tayari akamwambia, nimeshakula tayari na nimeshamwaga radhi. Kijana akasema, imekuwaje mzee? Kwani haukuwa wewe? Akasema, sikuwa mimi ndio nimepika. Akaangusha na bakuli lake la chakula mpwa. Kwa nini? Amekosa baraka. Ndio maana huwa nawaambia watu, baraka sio kwamba una vitu.
Baraka ni mazungumzo yanayoambatana na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wana kila kitu lakini hawana baraka. Kuna watu wana kila kitu lakini hawana baraka. Tunarudi kwa Yuda. Yuda Yesu akamega tonge ili shetani amwingie Yuda. Kulihitaji tonge ili Yuda msaliti Yesu. Kulihitaji tonge. Na hii ni Yesu anatufundisha, anatuonyesha hivi, chakula kinaweza kikawa mlango wa wewe kuingiliwa na shetani. Hilo ndio somo. Chakula alipopewa tu, shetani akaingia ndani yake. Alafu Yesu akamwambia, sasa bana, fanya ufanyayo sasa. Fanya ufanyayo, kwa sababu huu ndio wakati wako. Yatende yale ambayo unataka kuyatenda. Kwa hiyo Yesu tunaona anaitoa mikate, anashukuru, akawagawia walioketi. Walioketi walipogawiwa wakala. Walipokula wakaja tena na kesho yake wanataka kula mikate. Yohana 6:26 ndio utaona hawa watu waliomwendea Yesu wakijidhania wanamdanganya ya kwamba Bwana, tunakutafuta kwa sababu tunataka tusikilize neno. Kumbe sio hivyo. Soma hapo Yohana 6:26. Yohana 6:26. Uone hapo Yesu jinsi ambavyo anawaongelesha hawa ambao walienda kwake wanajifanya eti kwamba wanamtafuta, lakini kumbe si kweli kwamba walikuwa wanamtafuta. Yohana 6:26 nasema hivi. Yesu akawajibu akasema, hebu anza hapo juu 25. Anasema hata walipomuona ng'ambo ya bahari, walimwambia Rabi. Wakamwambia, Rabi, wewe umekuja lini hapa? Umekuja lini hapa? 26. Yesu akawajibu akasema, amini amini nawaambia, ninyi mnanitafuta si kwa sababu ya mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Yaani Yesu akawaumbua. Yaani ingekuwa ni lugha ya sasa hivi wangesema hivi, tumeumbuka. Kwa nini wameumbuka? Walijifanya kana kwamba eti twende kwake tumwambie ya kwamba sisi Bwana tumekuja tu tunataka tusikilize neno. Lakini ukweli si kwamba walikuwa wanataka wasikilize neno. Walikuwa wanataka yawezekana siku hiyo tena Yesu afanye tena angalau ishara ya mikate, maana ile mikate ilikuwa mitamu. Kwa hiyo wakaona ya kwamba wamwambie tu, Bwana, tumekutafuta sana, tulikuwa na hamu sana ya kukuona. Kumbe ilikuwa sio kwa sababu ya kukuona. Kuna wakati mwingine ukiona watu kimsingi hata kwenye msiba wanalia sana, hata sio sana, wanajua tu kwamba afadhali kanyama kako hapo pembeni, ni machozi lakini hamna kitu. Kwenye Kisukuma anasema hivi mstari wa 25, boka mpandekera nkiro kwa nyanza bomwela Rabi washikagana nale okono. Wanamuuliza, Rabi washikagana nale okono namwe o Yesu obashokeja ohaya lekina muele omwa ukwankana abimwe mtoni kobaga kulonguno mkabona shima nikijo
aleyo kulwa nguno mkalie migate mwigota. Anawaambia si kweli kwamba ninyi mlikuwa eti mnanitafuta kwa sababu ya miujiza, si kwa sababu mnanitafuta mnataka niwafundishe neno, si kwamba mnanitafuta mnataka hata niwaponye. Ninyi mnanitafuta kwa sababu jana mlikula mikate mkashiba. Si kweli kwamba mnanitafuta kwa sababu mnanipenda, si kweli kwamba mnanitafuta mnataka muwe washirika wangu, ni kwa sababu tu ya mikate mlikula jana. Wakaenda kwenye